Haleluya, haleluya, haleluya. Ni saa nzuri tena ya kuendelea kumshukuru Mungu na kumtukuza sana kwa uweza wake mkuu, kwa kuwa yeye ni mwema na wa rehema. Ametupa neema tena, tuko tena Manyara kwa mara nyingine. Tumeingia jana jioni na tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye ametufikisha Manyara tena kwa awamu nyingine kwa ajili ya kuendelea na kazi ya injili katika vijiji katika mkoa huu. Basi ni neema ya Mungu ilioje na ni furaha kubwa, na tunakushukuru wewe ambaye unaendelea kutuombea, tunakushukuru wewe ambaye unaendelea kuachilia sadaka yako, tunakushukuru wewe ambaye unaendelea kuifurahia kazi ya Bwana ambayo ni ya kipekee kabisa. Bwana akubariki na aendelee kuwezesha kuendelea kushiriki nasi kwa namna zote kwa utukufu wa Mungu Baba. Ninakusalimu sana katika hilo jina la Yesu Kristo ambalo ndilo tunalolitumikia, lenye nguvu na uweza. Na karibu sana tupate pia ujumbe wa neno la Mungu pamoja na maombi katika asubuhi jina nzuri, tukiwa huku sasa Manyara na kuendelea kushirikishana yale ambayo ni mema kwa ajili ya kazi hii njema kabisa na kubwa katika jina la Yesu. Karibu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako. Neema yako ni kuu na uweza wako ni mkuu. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yakatimizwe tena. Asante kwa kutuingiza tena Manyara katika mkoa huu, katika vijiji hivi ambavyo Bwana tunakwenda kuhubiri injili yako. Mapenzi yako yatimizwe tena na utukufu ni wako kurudie wewe. Tupeleke na nguvu zako na uweza wako. Mbariki msikilizaji, mtazamaji na ushirika wake wote alio nao ndani ya moyo wake kwa ajili ya kazi hii njema. Katika jina la Yesu Kristo, utukufu una wewe Bwana. Tuongoze kwa neno lako tena asubuhi njema. Amen. Amen. Karibu tupate kusoma neno la Mungu pamoja na kulitafakari. Katika Wafilipi sura ile ya kwanza, Wafilipi 1 nitaanzia mstari wa 3. Anasema, namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Mstari wa 6, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tupate kwa Roho Mtakatifu kushirikishwa sasa kuyajua yale ambayo hapa neno lake Yesu Kristo, neno lake Mungu linatufundisha. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu. Hata na sisi tuliofika huku, timu ambayo tumekuja, tunamshukuru Mungu na tutaendelea kumshukuru sana kwa kutulinda, kwa kutuwezesha kumtumikia, lakini kufika mahali hapa tena. Kwa hiyo namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, na sisi tutakapoendelea kuwakumbuka ninyi mnaoshirikiana nasi kwa maombi na kwa sadaka, lakini na kwa kuendelea kuifanya kazi ya Bwana. Ni shukurani. Mtumishi wa Mungu Paulo katika Wafilipi anaendelea kupeleka ujumbe wa Mungu katika kanisa la Filipi. Shukurani, ni shukurani kwa sababu ya vile ambavyo wanashiriki kazi ya Bwana. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, kila niwaombeapo. Anasema siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Yaani ni maombi ya furaha, na tunakuwa na furaha ya kuendelea kuomba na kuwaombea wengine kwa sababu ya kazi ya Mungu ambayo tunashirikiana pamoja. Kwa hiyo ni furaha ya Bwana, tukawe na maombi ya furaha, tukiombeana kwa furaha. Ombea watakatifu wenzako, ombea watumishi wenzako, ombea wateule wenzako kwa furaha. Nasi tutawaombea kwa furaha kwa ushirika wenu mzuri ambao mmeendelea kuwa pamoja nao, mtaendelea kuwa pamoja nao na sisi. Lakini endelea kuwa mtu wa furaha. Kumtumikia Bwana Yesu kuna furaha, kumtumikia Mungu kuna furaha. Katika jina la Yesu iko furaha ya ajabu hakika. Kwa hiyo endelea kuwa na furaha katika kumtumikia Bwana Yesu, katika kuishiriki au katika ushirika wako kwenye kazi ya Mungu ya injili. Endelea kuwa na furaha, utaiona furaha. Iko furaha katika kumtumikia Mungu, katika kuitumikia kazi ya Bwana aliyotuachia. Kwa hiyo anasema siku zote kila anapowakumbuka anawaombea kwa furaha. Anasikia furaha ya kuwaombea, anasikia furaha ya kushirikiana nao, anaona furaha.
nawe kaone furaha katika kuifanya kazi ya Bwana Yesu, katika kuishiriki kazi njema ya Mungu, basi moyo wako kawe na furaha. Kwa hiyo kuna furaha nyingine zitafunguliwa kuja kwako kwa sababu ya ushirika wako wa kuishiriki kazi ya Injili. Katika kumtumikia Bwana Yesu, utaona furaha nyingine zitakuja. Kawe na furaha kubwa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Na anasema jambo lingine ni hili: kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Kwa sababu ya ushirika wenu wa kuishiriki kazi ya Injili. Kuishiriki kazi ya Mungu, kazi ya Injili ni jambo la kipekee. Ni agizo la Bwana Yesu Kristo: enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Kuishiriki au moja katika kuifanya kazi ya Bwana Yesu ni agizo na ni jambo linalompendeza Mungu. Na kwa sababu linampendeza Mungu, Mungu ataachilia furaha kwenye maisha yetu. Mungu ataachilia ulinzi kwenye maisha yetu. Mungu ataachilia baraka kwenye maisha yetu. Hakika, na hatuna kitu kilichosalia mbele yetu. Ni hiki kimoja: kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu zote, kwa moyo wa furaha kabisa, kwa nguvu zetu na kwa akili zetu. Tumtumikie Bwana. Tumebakiza kazi ya pekee mbele yetu, wewe na mimi na sisi sote katika dunia hii. Kazi kubwa tulio nayo, jambo kubwa, ni kuifanya kazi ya Mungu, kuieneza Injili ya Bwana Yesu duniani kote. Kila mahali ulipo, hakikisha unaieneza Injili. Naamini unaona ulimwengu unavyokwenda na mambo yalivyo. Tunapaswa kuieneza Injili. Kwa hiyo anasema kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza. Basi kama ulikuwa hujaanza leo, hata basi ikawe ni siku ya kwanza. Sasa anza pamoja nasi, nenda pamoja nasi, uwe na ushirika mzuri, uwe na umoja mzuri wa kuieneza Injili ya Bwana Yesu. Uwe mwenezaji mzuri ambaye utaieneza pote kote kazi ya Injili, na tembea ukiwa na furaha katika kuifanya kazi ya Bwana Yesu. Endelea kuwa na amani, na utaongezewa amani unapoishiriki kazi ya Bwana Yesu. Haleluya. Ni jambo jema mno, la muhimu sana kuifanya kazi ya Mungu. Nasema tena, kitu kikubwa tulichobaki nacho ni kuifanya kazi ya Bwana, ni kuieneza Injili. Injili ina uweza, ndani ya Injili kuna uweza uletao wokovu. Kwa hiyo kuna ndugu zetu wengine watakombolewa hata kwa njia hiyo. Endelea kushiriki kwa sadaka yako, endelea kushiriki kwa maombi, endelea kushiriki kwa mali zako, endelea kushiriki kwa kuungana nasi katika namna zote zinazostahili. Hakikisha unaifanya kazi ya Bwana Yesu Kristo. Hiyo ndiyo kazi aliyotuachia. Hili ni jambo kubwa ambalo tunapaswa kuliona na kulichukua kwa furaha na kwa moyo wetu wote. Endelea kushiriki. Ukitoa sadaka yako, ukatutumia sadaka yako, umeshiriki na sisi, umejiungamanisha kwenye madhabahu ya Mungu ya Injili, au inayoitwa uweza, madhabahu inayoeneza uweza. Kwa sababu Injili, ukisoma Biblia inasema Injili ni uweza uletao wokovu kwa kila aminie. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hakikisha unashiriki madhabahu yenye uweza uletao wokovu kwa kila mtu aminie, kwa kila mtu katika dunia hii. Shiriki kwa upendo kabisa na kwa furaha. Mungu akubariki. Mstari wa 6 anasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Yaani hata siku ya kuja Yesu Kristo, kuja kunyakua kanisa siku ya mwisho. Anasema kwamba, Biblia inatuambia kwamba tukawe na ushirika na yeye aliyeianzisha hiyo kazi ndani yetu. Ataitimiza, ataikamilisha. Hakika itaendelea kufanyika na kutendeka kwa nguvu, kwa sababu aliyeianzisha ni mwenye nguvu, ni mwaminifu, na wala hakuna kitu kitakachozuilia. Aliyeianzisha ni mwenye uweza mkuu. Kwa hiyo atatupa uweza wa kuieneza, atatupa uweza wa kuifanya, atatupa uweza wa kuendelea kumtumikia siku hadi siku. Hebu furahia jambo hilo, hebu liamini jambo hili, hebu lipokee jambo hili kwa moyo wa kupenda kabisa, katika jina la Yesu Kristo aliyeianzisha kazi njema. Wewe ni mwimbaji, wewe ni mhubiri,
wewe ni muombaji, ni mtoa sadaka, hakikisha na uamini kwamba unaendelea kufanya hivyo, na Yesu Kristo ambaye ameanzisha hiyo kazi ataitimiza. Ataweka ndani yako uwezo na ulinzi mpaka siku ya mwisho ya kurudi, ili kazi hiyo isife. Kazi ya Mungu haiwezi kufa. Kazi ya Mungu haiwezi kulala, itaendelea kwa sababu yeye ni muweza, mwenye utukufu mwingi. Bwana akubariki, Bwana akuangazie na nuru za uso wake, akuwezeshe sasa, na kazi hiyo ikaendelee kuwa ndani yako siku zote na siku zote. Nimalizie kwa yenye mstari ule wa 9, nasema, na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Amina. Bwana akubariki na pendo lako katika kazi ya Bwana, wewe kushiriki pamoja nasi, likaongezeke siku hadi siku. Pendo likaongezeke kwenye ndoa yako, kwenye ujana wako, kwenye maisha yako. Pendo la Mungu Baba likaendelee kuongezeka siku hadi siku. Ni maombi yangu, nami ikawe sasa furaha kwako, ikawe sasa amani kwako, ikawe sasa kiu yako kubwa, kwamba kuieneza Injili, kumtumikia Bwana kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha. Endelea kusonga mbele na Kristo kwa Roho wake Mtakatifu akujaze nguvu, akujaze na uwezo, ili uwezo huo ukusaidie kuushinda uwezo wa giza ambao unaenea katika dunia hii kila mahali, ukitafuta kummeza mtu, ukitafuta kuizima mioyo ya watu. Wewe usizimie katika jina la Yesu Kristo, bali uwe na nguvu mpya sasa ya kuendelea kumtumikia Yesu katika furaha na katika imani, katika jina lipitalo kila jina. Na tuombe, alafu nikupe namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa kazi njema kushiriki pamoja nasi. Litukuzwe jina lako, Mfalme mkuu, Mungu mkuu, kwa ajili ya neno lako hili. Asante kwa asubuhi njema, asante kwa siku nyingine njema. Jina lako litukuzwe na utukufu wako ukaendelee kuonekana. Baba, tubariki na kutupa ufunuo na macho ya rohoni kwa ajili ya kuifanya kazi yako njema. Mapenzi yako yakaendelee kutimizwa sasa na siku zote. Wabariki watu wako moja mmoja katika ushirika wao mzuri wa kushiriki kazi yako. Achilia nguvu tele tele zitakazotuwezesha kuifanya kazi yako. Na watu hawa Bwana, kila mmoja anayeshiriki, naomba kamjaze nguvu na uweza utokao juu katika Roho Mtakatifu, ili asimame imara bila uoga, bila wasiwasi, bila kujiuliza. Hata anapotoa sadaka, asitoe kwa mashaka, aitoe kwa moyo wa kupenda, aitoe kwa furaha, katika jina la Yesu. Ajue anakutumikia wewe, anapotoa nguvu zake, anapotoa mali zake. Tunapofanya Bwana, tujue tunafanya kwa Bwana na wala si kwa mwanadamu. Bariki, muongeze, mzidishe, wezesha yote, ili kazi za ibilisi zikavunjike kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Asante kwa neema yako na kwa uweza wako. Amen. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Pokea sasa namba ambazo unaweza ukazitumia, hata kama unahitaji maombi, ushauri, unahitaji kutoa sadaka yako, basi pokea namba hizi ambazo utawasiliana nasi. Namba ni 0787 62 75 91. Namba ya Airtel unairudia tena ni 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Hiyo ni Vodacom. Niirudie tena ni 0762 282 439. Mungu akubariki. Kumbuka pia kusubscribe kama hujafanya hivyo kwenye YouTube channel. Huduma zote tunazoendelea nazo huku vijijini na mahali pengine popote, iwe ni mjini, basi utaendelea kuzipokea, utaendelea kuzipata. Utukufu ni kwa Mungu Baba, na jina la Bwana liendelee kutukuzwa sasa na hata milele na milele. Amina, amina, amina.